Hatua nyingine ya tatu inaitwa hatua ya kupata ufunuo. Unapotafakari neno unapata ufunuo. Kwenye kitabu cha Mathayo 16:13 asa basi Yesu akaenda pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akisema, watu unena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine unena huyo Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia na mmojawapo wa manabii. Akawaambia, ninyi mwaninena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndio Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akamwambia, heri wewe Simoni Bayona, kwa kuwa mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Mwili na damu havikukufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Kwa hiyo hatua ambayo inatakiwa uifuate sasa baada ya kutafakari neno ni hatua ya kufunuliwa. Hatua ya wewe kupata ufunuo kwamba Mungu aliposema kwenye neno hili, kwenye andiko hili, alimaanisha nini? Kwa lazima upate ufunuo. Wale wengine wote hawakujua, lakini Petro peke yake akasema, wewe ndio Kristo mwana wa Mungu. Yesu akasema, sio mwili na damu vimekufunulia, bali Baba yangu wa mbinguni amekufunulia. Kwa hiyo tunapozungumza kwa habari ya ufunuo, maana yake ni Roho wa Mungu anakufunulia. Kile ambacho Roho wa Mungu anakufunulia kimebeba nguvu kubwa sana kwenye maisha yako. Kimebeba nguvu kubwa sana ya kukupeleka mahali Yesu anataka ukae. Samueli wa kwanza 3:1 anasema hivi, anasema basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele ya Eli, na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile, hapakuwa na mafunuo dhahiri. Lakini anasema neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile kwa sababu hapakuwa na mafunuo dhahiri. Kwa hiyo ukikosa ufunuo, manake hauwezi kupata tafsiri sahihi ya neno. Kwa nini? Kwa sababu hakuna ufunuo. Haya yote unaona, haya yote ni maandiko. Haya yote kwenye kitabu cha neno hapa, haya yote ni maandiko haya. Anasema neno halikuwepo kwa sababu hapakuwa na mafunuo. Kwa hiyo pasipo ufunuo hauwezi ukapata neno. Pasipo ufunuo hauwezi ukajua Mungu alimaanisha nini katika neno hili. Kwa nini? Kwa sababu hapakuwa na mafunuo dhahiri. Kwa hiyo neno ni kile kilichoko ndani ya andiko.